Wapendwa, tarehe 3 mwezi wa kwanza tunapewa jina takatifu la Yesu. Tukiwa bado tunaendelea na kipindi cha Noeli, kipindi cha Krismasi na heri za mwaka mpya. Kanisa limetenga siku hii ya leo kwa namna ya pekee kwa Wafransiskani kufanya sikukuu au kumbukumbu ya jina takatifu la Yesu. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa nini lipewe nafasi hii siku ya leo? Kwa nini lipewe nafasi ya pekee hata tukiwa kwenye sifa za Mungu, kwenye kila sala jina hili linatangazwa? Kwa nini? Na kwa nini Wafransiskani ndio wanaiazimisha kwa hadhi kubwa na wameruhusiwa kufanya? Wafransiskani wamepewa kuwa na ofisio au liturujia ya masifu na ya misa ya pekee kwa jina hili. Kwanza tujue maana ya jina la Yesu. Ni jina Yoshua, maana yake ni Yoshua kutoka kwenye Kiebrania, ambaye anamaanisha Mungu anaokoa au Mungu anayeokoa au Mungu Mwokozi. Kwa hiyo ni jina ambalo sio la kwanza. Yesu sio mtu wa kwanza kuitwa. Yesu Kristo sio wa kwanza kuitwa jina Yoshua. Jina Yoshua lilikuwepo, linatumika, na ndio maana Yesu alipenda kutambuliwa na walimtambua kama Yesu Mnazareti au Yesu wa Nazareti. Lengo lake kumtofautisha na wakina Yoshua wengine, wakina Yesu wengine waliokuwepo kama kwenye lugha yetu tunavyolitambua. Kwa hiyo jina hilo ni Yoshua. Maana yake Mungu anayeokoa, Mungu Mwokozi. Malaika Gabrieli ndo anakuwa wa kwanza kulisema kwenye Agano Jipya, akimwambia Yosefu, usiogope kumchukua huyo mwanamke, atazaa mtoto nawe utampa jina Yesu. Luka sura ya kwanza ya 31. Lakini pia Mathayo sura ya kwanza ya 21 anasema huyu atakuja kuokoa watu wake kutoka katika dhambi zao. Kwa hiyo inaonyesha nafasi ya Yesu, jina linalochimbuka kutoka kwenye Biblia. Na Yosefu anatimiliza hili siku ya 8 baada ya mtoto Yesu kuzaliwa. Anapotailiwa anapewa hili jina Yesu kama alivyokuwa ameelekezwa na malaika. Sasa siku ya 8 inafika, bado tukiwa kwenye oktava ya Noeli, ni siku ya mwaka mpya pia, lakini ni siku ya Bikira Maria mama wa Mungu. Kwa hiyo ndio maana haiwezi kaazimishwa siku yenyewe, tunaivuta mpaka tarehe 3. Lakini tujifunze sasa mambo ambayo ni muhimu sana katika hili. Jambo jingine la kukumbuka, tujue kwamba ibada hii haikuwepo kanisani tangu mwanzo. Ni kweli jina lilikuwa linaheshimika, linatumika kuanzia kwa mitume, tukiona kama Matendo ya Mitume kanisa la mwanzo, lakini kupewa nafasi ya pekee kwenye liturujia na kwenye ibada hii ilikuja kuanzishwa sana na Wafransiskani wakiwa wamevutwa na maandiko, hasa kwenye karne ya 14, wakiongozwa na maandiko na umuhimu wake, hasa Mtakatifu Bernardino wa Siena na Mtakatifu John wa Capistrano na watakatifu wengine wa Fransiskani kuanzia Italia kwenda Ulaya nzima na dunia nzima. Walisaidia katika kueneza hii ibada, na baadaye ikaja kuwekwa rasmi kwenye liturujia ya kanisa na Baba Mtakatifu Clement wa 7 kwenye mwaka 1530. Sasa kuna umuhimu wa hili jina ni nini na tunalitumia wapi na wapi chimbuko lake zaidi na nguvu yake mpaka Wafransiskani wakavutwa kulieneza na kulipa heshima kama tunavyoipa ibada sasa hivi, kama hivyo jina la Mama Maria, na mpaka kwenye ibada nyingi na kama kwenye sifa za Mungu linatajwa kwa namna ya pekee. Jambo la kwanza ni Yesu alipokuwa na watuma mitume wake, na alitutuma sisi na kutufanya wanafunzi. Alisema jina lake watalitumia mitume katika kufanya utume wake. Marko sura ya 16 ya 17 mpaka ya 18, anavyokuwa anawaagiza mitume kwa nguvu ya jina hilo wataponya pepo, wataponya wagonjwa, watafufua wafu, na hata wakipewa sumu hawatazulika, na waking'atwa na nyoka wenye sumu hawataweza kuzulika. Jambo jingine la pili, jina hili limeendelea kwenye kanisa la mwanzo, hasa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, likitumika kama jina la kutia watu faraja, kutia watu nguvu, hasa pale walipokuwa wananyanyaswa na kuonewa na kufungwa. Jina la Yesu walipokuwa watu wanaleta uzushi kupinga umungu wa Kristo, jina la Yesu ndio lilikuwa linakuwa la kwanza. Petro na mitume wengine wakisimama kidete kulitambulisha. Mfano mzuri ni Matendo ya Mitume sura ya 3 aya ya 6, Petro na Yohane wakiwa wanaingia hekaluni, yule kiweta alokuwa anaomba kila siku. Walipomuomba Petro na Yohane wakasimama wakamkazia macho, akazani watampa pesa, wakamwambia sisi hatuna pesa wala dhahabu, lakini tulichonacho ndo tunakupa. Kwa jina la Yesu simama na utembee. Kwa hiyo jina la Yesu tumepewa, ndo kipaumbele chetu sisi, ndo la kusimama nalo kidete kama Petro, kwamba
Jina la Yesu tunalo, kwa jina la Yesu tunaweza tukawapa watu faraja walio katika shida. Kwa jina la Yesu mambo yote yataenda vizuri. Kwa jina la Yesu utatoka kwenye masumbuko unayopitia. Kwa jina la Yesu Mungu atakuponya na ugonjwa. Kwa jina la Yesu Mungu atakutoa kwenye umaskini. Kama Petro. Lakini pia tukiendelea kwenye Matendo ya Mitume sura ya 9 ya 34, Matendo ya Mitume sura ya 4 haya ya 40, zote zinaonyesha mambo haya, huyu ambaye aliye Alfa na Omega. Lakini pia jina la Yesu limeahidiwa na Yesu mwenyewe pia. Kwenye Yohane sura ya 16 ya 23 anatuambia, lolote mtakalo muomba Baba kwa jina langu mtapewa. Na kanisa kwa kutambua umuhimu huu, ndio maana kila sala nyingi za kanisa tunamaliza tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, au tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao anayeishi na kutawala nawe na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni jina ambalo tunalitumia katika sala. Tukisali sala yoyote tunapitia jina hili la Yesu tuweze kupewa majibu. Lakini tunaambiwa jina la Yesu, jambo la 4, ni nguvu ya kusamehe dhambi, linaloonyesha upendo wa Kristo, upendo na huruma yake, msamaha. Na ndio maana tunapoenda kwenye maungamo, padri atuondolee dhambi kama yeye anatuondolea kwa jina la Yesu na jina la kanisa, ambayo Yesu ndio kichwa cha kanisa, tunasamehewa dhambi. Kwa hiyo ni hili jina tunamkimbilia Mungu na kumuomba huruma yake. Hata katika private confession, yani yale maungamo binafsi, tunasamehewa dhambi. Jambo la jingine na la mwisho ni jina la Yesu ni nguvu yetu dhidi ya shetani na pepo wabaya na nguvu za giza. Hii amefundisha mtumishi wa Mungu Fulton Sheen, askofu mkuu. Amesema kwamba yapo majina matatu ambayo shetani anaogopa sana: jina takatifu la Yesu, damu ya Yesu na jina takatifu la Mama Maria. Kwa hiyo kwa kulitumia hili tunaweza tukasimama pale, hasa katika sala za mishale, tunapohisi kuna uwepo wa shetani na nguvu za giza, tunalitumia hili jina kusema kwa jina la Yesu. Lakini basi tukiwa tumepewa hii nafasi ya jina la Yesu, nipende kutoa tahadhari au mtazamo wangu. Hili jina, kama nilivyosema kwamba mkutano wa Trent ulisema jina la Yesu lipewe heshima ya jina la Mungu, ni jina la Mungu mwenyewe. Kuna kasumba ya kutafuta au kuiga mwelekeo wa waerokole au na mapentekoste kulitaja ovyo. Jina la Mungu alitajitaji ovyo, hasa pasipo mastahili, pale ambapo tunalitaja na kulipunguzia hadhi. Kukutana mtu anasema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Au unakuta tanzi tu peke yake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina. Unakutana hata na chura tu unaanza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Au mtu anakuuliza mambo kwa Yesu, kwa Yesu. Kwa hiyo hapana, jina la Yesu lipewe. Tukumbuke kwamba Wayahudi walikuwa waweze kutaja jina la Mungu ovyo, na sisi jina la Yesu tulitaje pale ambapo kunahitajika. Unapoona kwamba nimelitaja na kulipunguzia heshima, ujui haujatenda haki, inabidi liheshimiwe. Tunaweza tukasoma kwenye Wafilipi sura ya 2 aya ya 6 mpaka ya 11. Hasa ya 10 anasema hivi: ili kwa heshima ya jina la Yesu viumbe vyote mbinguni na duniani na kuzimu vipige magoti mbele yake, na kila mtu akiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa hiyo tuendelee kuliheshimu jina la Yesu bila kupunguzia heshima, tukilitumia katika kuomba, katika sala na mahitaji yetu. Niwatakie siku njema na ninaendelea kuwatakia heri na baraka za mwaka mpya.